Karibuni tujifunze neno siku ya leo, na siku ya leo tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 ambao inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Neno hili linatufundisha kwamba kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, na tukiangalia kwa upana na kwa undani zaidi, tunajifunza kwamba binti kijana, wakati wa ujana wako, wakati wa ubinti wako ni wakati wa kujenga msingi wa maisha yako ya kiroho, kimasomo na kiuchumi. Unapoweka nguvu zako zote kumtafuta Mungu na kutimiza ndoto zako kwanza, Mungu mwenyewe atakuletea mtu sahihi wa maisha yako. Hayo yote mtazidishiwa kwa wakati wake, ukiwa tayari. Kwa hivyo ni ungoje ukiwa tayari kwa wakati wake, utaletewa wa kufanana na wewe, mwenzi wako. Kwa hivyo binti kijana, inawezekana kuishi bila mahusiano ya kimapenzi. Bora tu ujikaribie kwa Mungu zaidi kwa maombi na kwa ibada, ukimtafuta Mungu kwa bidii. Na kama binti uko hapo na unasoma, au wewe ni mzazi na una binti anayesoma, mpe asikize ujumbe huu. Unaweza kumsaidia kwa kipande kidogo. Masomo ni muhimu. Focus na masomo, achana na mapenzi, achana na mahusiano hayo uko nayo. Hayo mahusiano hayatakusaidia na kitu, wala hayatakupeleka mahali. Soma kwanza, timiza ndoto zako kama binti, timiza ndoto zako kama kijana. Hayo mengine yatakuja baadaye. Usichochee mapenzi, yaache kwanza mpaka yafike wakati wake. Na tujifunze madhara ya kujihusisha na tamaa za mwili mapema. Madhara ya kujihusisha na tamaa za mwili mapema. Kitabu cha Methali 6:27, 28. Methali 6. Karibu tusome kitabu cha Methali 6:27 mpaka 28. Inasema, je, mtu aweza kuua moto? Mtu aweza kuua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Ndivyo ilivyoagizwa kwa mke wa jirani yake. Kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa, lakini akipatikana atalipa mara 7, atatoa mali yote ya nyumba yake. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, fanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kitabu hiki kimetoa mifano mingi halisia ya maisha. Huwezi kucheza na moto wala mahusiano ya kimapenzi kabla ya wakati, kama vile kukumbatiana, faragha zisizo na mipaka au majaribu, ukategemea usiungue. Biblia inasema kufanya hivyo ni kukosa hekima na ni kujiumiza nafsi yako mwenyewe, hisia, kiroho na wakati mwingine hata mwili. Kwa hivyo wakati unaenda kugusa moto, angalia sana, kuwa makini na huo moto unaouchezea. Unajiingiza kwenye mapenzi mapema, lakini haujui madhara yake baadaye. Ina madhara. Utaona kwamba ni kawaida, lakini ina madhara baadaye.
hatua za kuchukua, yaani msaada kama binti kijana, ambao unaweza kuchukua na kujiepusha na baadhi ya mambo. Kama umefuatilia vifungo nilivyovisoma hapo nyuma, utaweza kujifunza mengi kupitia hatua hizi nitakazokupa leo. Hatua ya kwanza, epuka kuwa na rafiki au kuwa peke yako kwenye maskani au kuwa mahali. Msikae wawili, yaani positive na negative. Siku zote lazima zitareact. Hakuna siku positive na negative zitakaa na zikatae kureact. Kwa hivyo kama uko hapo binti na unapenda kujihusisha na rafiki wa kiume zaidi, na kuomba binti kijana, mahali ambapo hakuna watu wengi, hasa nyakati za usiku au nyumbani, jiepushe na kukaa na kijana kama we ni kijana, jiepushe kukaa na msichana. Kama we ni binti, jiepushe kukaa na kijana, ili uweze kujenga mwili wako. Na jambo la pili, chagua marafiki. Ambatana na vijana wenzako wanaomheshimu Mungu na wenye misingi kama yako, jinsi Timotheo wa pili 2:22 inavyotufundisha. Namba 3, linda macho yako. Kuwa mwangalifu na aina ya picha, video au nyimbo unazoangalia au kuzisikiliza kwenye mitandao ya kijamii, kwani hizo huchochea hisia kabla ya wakati. Ni kweli nilikuwa ni mtu wa kutazama sana filamu za kimapenzi, na hizo zilinifanya kuchochea sana zinaa. Na kweli ukizuia macho yako kutazama vitu kama hizo, itakusaidia binti kijana kuepusha na zinaa sana, kuchochea mwili wako kwenye zinaa. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom.